anasema mimi nina uchu wa madaraka. Kwanza ni matusi. Mimi nashukuru kwamba kwanza wanatusikiliza. Ni matusi CCM kuwa wanasema sisi tuna uchu wa madaraka. Hii nchi ni ya kidemokrasia, sio ya mama zao, ni ya kwetu sote. Kila mtu miongoni mwenu ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Kama unahitaji, katiba inakuruhusu. Kwa hiyo wao ndio hawana uchu, sio? Sisi tukitaka madaraka nchi hii tubadilishe, tuwaambie sera mtuunge mkono, huo ni uchu. Kuna nani nimechukua viboko kumchapa kumleta hapa? Bwana OCD, kuna mtu ameletwa kwa viboko hapa? Fujo nayofanya ni ipi? Mimi nimetangaza mkutano, wamekuja wenyewe. Uongo kweli? Sasa hiyo fujo ambayo bosi wenu anasema nafanya ni ipi? Kusema ukweli ndio fujo. Sasa kama kusema ukweli ni fujo, nitasema pasukeni, fanyeni mnachotaka. Mimi na uchu wa madaraka. Yeye alikuwa mwenyekiti wa vijana wa Chadema, akajiuzuru, akaenda CCM kutafuta madaraka. Alafu yeye anasema mimi na uchu, eti yeye hana. Mjinga sio mjinga? Hilo la kwanza. La pili, anayesema hana uchu wa madaraka, tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka jana kulikuwa na mkutano mkuu wa CCM pale Dodoma. Mkutano mkuu wa CCM ulikuwa na agenda 4. Agenda ngapi? Moja, kumchagua makamu mwenyekiti ambaye ni Wasira. Yule mzee ukimweka hata kwenye speaker humo ndani na kelele zote hizo anasinzia humo kwenye speaker. Eti ndio wanataka wanishindanishe naye. Anaweza kweli? Kwa mkutano mkuu wa CCM moja ulikuwa ni kumchagua makamu mwenyekiti. Ni kumteua, kwa sababu hawana uchaguzi. Uchaguzi unafanyika Chadema kama ule uliofanyika nchi nzima ikasubiri kumwona Lissu na Heche wanashinda. Agenda ya kwanza. Agenda ya pili, kupitisha taarifa ya utendaji wa CCM iliyowasilishwa na katibu mkuu Nchimbi wakati ule. Agenda ya pili. Agenda ya tatu, taarifa ya utendaji wa Zanzibar iliyowasilishwa na mtu anaitwa Hemeid Suleiman. Agenda ya 4, taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka kuanzia 2020 mpaka 2025 iliyosomwa na mtu anaitwa Kassim Majaliwa Kassim wakati ule akiwa waziri mkuu. Sasa kwenda mle ndani wakabaka katiba yao wenyewe inayosema kutakuwa na mkutano mkuu wa uchaguzi wa kuteua wagombea. Huo mkutano mkuu utatangazwa, watu wataruhusiwa kuchukua fomu, wajaze fomu, warudishe, alafu wachujwe majina, alafu watangazwe, wapigiwe kura. Wakaenda mle ndani, wakapanga watu, mtu akasimama, mimi naona tumalize swala la kumteua rais hapa. Amepangwa kule. Akasema, hiyo agenda kinyume cha katiba yao, kinyume cha utaratibu. Kwa hiyo wakanyima watu wengine fursa ya kugombea na Samia. Kwa hiyo mtu akasimama, nampendekeza Samia. Sasa utaratibu wa kiuchaguzi duniani kote, duniani pote, huwezi kukalia kiti wakati unachaguliwa wewe. Yani hata mahakama inasema you cannot be judge of your own cause. Huwezi kuwa hakimu wa kesi yako mwenyewe, utajipendelea. Uongo kweli? Kwa hiyo ikapitishwa kwamba tutumie huu mkutano huu kumpitisha mgombea urais. Mwingine akasimama akasema, sasa tunapendekeza upishe kwenye kiti. Akasema, hamna, hapa fanyeni mnachofanya nikiwa hapa. Halafu anasema sisi tuna uchu wa madaraka. Sisi tunadai kuchaguliwa kushinda kwa uhalali. Ndio maana tunasema meza inayolingana. Meza. Huwezi kuchezesha mechi ya Simba na Yanga alafu refa awe Ahmed Ali. Yanga watakubali? Yanga watakubali? Si hata mtu atafanyiwa faulu katikati ya uwanja yeye atatenga penalty kule Simba ashinde. Uongo kweli?
Haiwezekani. Au eti mechi ya Simba na Yanga Haji Manara ndio awe refa. Inawezekana hiyo? Watu wa Simba mtakubali? Sasa sisi tunakataa bwana OCD. Mezi lingane. Lissu asimame hapa na huyu mama msimamishe hapa. Saa 12 atakuwa Kizimkazi anapumzika kule mapema sana. Alafu anasema sisi tuna uchu wa madaraka.